Yes, alright, moja kati ya kubwa ambayo this round imekuwa inazungumza sehemu mbalimbali na kuhusu kesi ya Nigeria wawili. Namzungumzia Samuel mwenye umri wa miaka 25, lakini pia mdogo wake anaitwa Reuben Onua ambaye ana miaka 23, ambao ni wa Nigeria, lakini makazi yao ama walikuwa wanaishi pale Netherlands, wana asili pia ya Uholanzi, lakini pia biashara zao walikuwa wanazifanya nchini Dubai. Sasa kuna kesi ambayo inaendelea ama inawahusisha wa Nigeria hao wawili, na kesi hii inatajwa kwamba Samuel Onua ambaye kaka mtu mwenye umri wa miaka 25 na mdogo wake wakihusishwa katika ufanyaji wa biashara haramu ya madawa ya kulevya, na wamekamatwa sasa hivi wapo chini ya uangalizi wa serikali ya pale nchini Dubai. Na serikali ya Dubai imekuwa inawafuatilizia kwa muda mrefu kwa sababu wamekuwa wanaishi luxury life ndani ya nchi ya Dubai, na mwisho wa siku bwana, mitandao kama unavyofahamu kwamba imekuwa ikiwa blackmail baadhi ya mastaa wengi ikiweza kuexpose siri za watu mbalimbali. Sasa serikali ya Dubai ikaweza kuwafuatilizia na finally ndugu hawa wawili wakaweza kukamatwa. Sasa watu wengi mitandaoni wamekuwa wanahitaji kufahamu kwamba ndugu hawa wawili walikuwa wanajihusisha na biashara gani, ikawaje kwamba wakakamatwa, lakini pia kuhusu kesi yao, je, endapo watakutwa na hatia kwamba watagiwa kifungo cha namna gani ama miaka mingapi. By the way, mnamo Machi 1 mamlaka za Dubai zilifanya msako katika makazi ya eneo la Palm Jumeirah Machi 1, ambapo walikamatwa Samuel Onua pamoja na mdogo wake Reuben mwenye umri wa miaka 23 kwa kesi ya uendeshaji wa mtandao wa usafirishaji wa dawa za kulevya, huku Reuben mwenye umri wa miaka 23 akishutumiwa katika kusaidia katika upangaji na usambazaji wa dawa hizo. By the way, ni issue ambayo imekuwa inatajwa, lakini pia Samuel yeye ndio mhusika wa kilo 250 za cocaine, lakini pia mdogo wake alihusika katika usambazaji wa dawa hizi pale nchini Dubai. Na kwa mamlaka ya Dubai inasema kwamba endapo watakutwa na hatia katika biashara hii ama katika kesi hii, huenda wakapata adhabu ya kifungo cha miaka 25 jela pale Dubai. So by the way, unaweza kuona kwamba washawishi wakubwa ma TikTokers ambao walikuwa wanaishi maisha fulani ambayo ni so expensive, na vijana wengi wamekuwa kitamani maisha yao, na walikuwa wanazungumza mara nyingi kwamba kuhamasisha ama kuwapa ile wake up call baadhi ya vijana wa Kiafrika kwamba wafanye kazi, wasiwe lazy, na waweze kufanya kazi kwa bidii kwa sababu wao wameweza kumake ile life ambayo walikuwa wanahitaji. Na by the way, tulishaona kwamba wakiishi maisha fulani ambayo ni so expensive, wakitembelea magari ya kila aina duniani, Ferrari, Lamborghini, Maybach, Cadillac, Rolls Royce, Cali. So by the way, waliishi maisha ambayo ni expensive. So far so good guys. This time around wapo nyuma ya nondo pale Dubai, na kesi yao ni kubwa na imekuwa ni funzo kwa vijana wengi barani Afrika kwa kuona kwamba maisha mazuri yana siri nyingi. So guys, karibu sana. Hii ni Film Online na hii ni Film Review, na nyuma ya kamera alikuwa ni mwanadada Jamich, na mimi ni baddest voice right here katika kukupa hizo review mbalimbali ambazo zinaendelea katika channel pendwa kabisa ya Film Online. Sasa achia comment yako hapo chini uweze kufahamu kwamba kipi ambacho unaweza kufahamu ama unajifunza nini kupitia kesi ya washikaji wawili ambao sasa hivi wapo chini ya mikono ya sheria ya nchi ya Dubai. Namzungumzia Samuel Onua pamoja na Reuben Onua ambao wana asili ya Nigeria. So guys, bye bye and see you in the next one. Ciao.